Mungu ibariki Afrika, wabariki viongozi wake, hekima, umoja na amani. Hizi ni ngao zetu Afrika na watu wake. Ibariki Afrika, ibariki Afrika, tubariki watoto wa Afrika. Mungu ibariki Tanzania, dumisha uhuru na umoja wake kwa waume na watoto. Mungu ibariki Tanzania na watu wake. Ibariki Tanzania, ibariki Tanzania, tubariki watoto wa Tanzania. Amen, 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 amen. Hongera sana. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya ajenda ya pili. Twende sasa tukajifunze juu ya ajenda ya tatu, alafu na pia baada ya hapo tuombe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ajenda ya tatu ambayo Mungu ametupa inasema hivi. Ajenda ya tatu. Mwambie mwenzako usichoke. Kazi inaanza. Ajenda ya tatu. Ajenda ya tatu ni hii hapa hii. Ajenda nzuri sana, ambayo inaenda na wimbo tuliokuwa tumemwabudu Mungu. Tuombe nini? Tuombe ufalme wa mbinguni uje. Ufalme wa mbinguni uje kwenye. Bwana Yesu asifiwe sana. Napenda kuchukua nafasi hii tunapoingia katika ajenda ya tatu, ni kwamba kongamano la kwanza muhula au semester ya pili wa vyuo vikuu Tanzania, na neno ndio liko hivyo. Kwa hiyo ni muendelezo wa ajenda ya tatu. Kwa hiyo tumeomba, tumejifunza ajenda ya kwanza na kuomba, tumejifunza ajenda ya pili na kuomba. Sasa hivi tuko kwenye ajenda ya tatu na kuomba. Kwa hiyo kama hii ndo manake video ya kwanza unayoiona ajenda ya tatu, kumbuka kuna video ile tangulia iliandikwa ajenda ya pili na video ile tangulia inaitwa ajenda ya kwanza. Kwa hiyo ni vyema ukarudi ukaanza na ajenda ya kwanza, ukaenda ajenda ya pili, ukaenda ajenda ya tatu kwa mtiririko. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hivyo hivyo utakapokuwa umekutana na ajenda ya pili, kumbuka kuna ajenda ya kwanza. Tunaenda kimpangilio. Amen. Haleluya. Kwa hiyo ajenda ya tatu inasema tuombe ufalme wa mbinguni uje kwenye mifumo. Uje kwenye mifumo ya elimu ya vyuo vikuu na vyuo vya kati. Kwa vyuo vikuu na vyuo vya kati vya Tanzania. Kwa ajenda ya tatu inasema kwamba tuombe ufalme wa mbinguni uje kwenye mifumo ya elimu ya vyuo vikuu na vyuo vya kati vya Tanzania. Neno tunalokwenda kusimama nalo linatoka kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 mpaka wa 10. Lakini pia maana yake neno la pili la imani linatoka kwa mpaka mstari wa 9 mpaka wa 10. Na tutakuwa tunatoa video hizi kiajenda. Kwa tutatoa video ya kwanza, ajenda ya kwanza, video ya pili, ajenda ya pili, ajenda ya tatu, ajenda ya 4, tunaendelea mpaka pale Yesu atakaposema hizo ajenda zinatosha. Kwa hiyo tutakuwa tunatoa kwa sehemu ya ajenda, lakini baadaye tutaziunganisha hizo ajenda zote na kufanya video moja ya kongamano lote. Ajenda ya tatu, tuombe ufalme wa mbinguni uje kwenye mifumo ya elimu ya vyuo vikuu na vyuo vya kati vya Tanzania. Mathayo 6 mstari wa 9 mpaka wa 10.
na Mathayo 13 mstari wa 44, mstari wa 44 mpaka 46. Mathayo 13 mstari wa 44 mpaka 46. Haya, sasa kumbuka kwamba mbinu yetu ndio tunaitumia kwamba tukishaandika agenda inatakiwa kwamba tuhakikishe tunatumia mbinu mbalimbali kuhakikisha hii agenda inakaa, ili tuendelee kuombea hizi agenda kwa mfululizo katika wiki zote 14 za kujifunza au wiki 15 za kujifunza katika semester au muhula wa pili, labda mwaka wa kimasomo 2024-2025 au mwaka wa masomo 2025-2026 au mwaka wa masomo 2026-2027 au mwaka wa masomo 2027-2028 au mwaka wa masomo 2028-2029 au mwaka wa masomo 2029-2030. Kwa hiyo unaweza ukaendelea kuomba na kung'ang'ana na Mungu juu ya agenda hizi. Mimi nakwambia kabisa, baada ya muda utakuwa na ushuhuda mbele za Mungu, na utuandikie pia ushuhuda wako. Amen. Haya, kwa hiyo acha kuandika, tusome. 1, 2, 3. Sema agenda ya 3. Tuombe ufalme wa mbinguni uje kwenye mifumo. Sema mifumo. Sema mifumo ya elimu ya vyuo vikuu na vyuo vya kati vya Tanzania. Mathayo 6 mstari wa 9 mpaka wa 10. Alafu Mathayo 13 mstari wa 44 mpaka 46. Sema amen. Amen. Kwa hiyo hii ni agenda muhimu sana. Tunakwenda kuomba ufalme wa mbinguni. Sema ufalme wa mbinguni. Sema ufalme wa mbinguni. Nini maana ufalme wa mbinguni? Kuna tafsiri mbalimbali, lakini kwa kifupi tu, ufalme wa mbinguni maana yake ni serikali ya mbinguni. Serikali ya mbinguni haitwi serikali ya kidemokrasia. Serikali ya mbinguni inaitwa ufalme wa mbinguni, na mfumo wake ni wa kifalme. Kwa hiyo mfumo wake sio wa kisiasa. Amen. Kwa hiyo kwenye nchi yetu, kwa mfano ya Tanzania, tunasema kwamba manake serikali inayotawala katika ulimwengu wa mwili inaitwa ni serikali ya kidemokrasia wa vyama vingi. Amen. Amen. Lakini serikali ya mbinguni, ambapo ndipo Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu anapokaa, ina mfumo unaitwa ufalme wa mbinguni. Kwa serikali ya mbinguni manake inaitwa ufalme wa mbinguni. Na hiyo serikali, kiongozi mkuu anaitwa mfalme mkuu, ambaye anaitwa nani? Jina lake Yesu. Sema mfalme wa ufalme wa mbinguni anaitwa Yesu. Sema mfalme wa ufalme wa mbinguni anaitwa Yesu. Haya, hebu twende kwanza kwenye Biblia tuimarishe imani zetu, alafu tutakwenda kuomba hivi punde. Chukua kitabu chako, fungua kitabu cha Mathayo mtakatifu. Mathayo mtakatifu. Sema Mathayo mtakatifu. Sema Mathayo mtakatifu. Sema Mathayo mtakatifu. Sura ya 6 wewe. Sura ya 6 mstari wa 9 mpaka wa 10. Kitabu cha Mathayo mtakatifu sura ya 6 mstari wa 9 mpaka wa 10. Na wakati huo tutakwenda kwenye maana kwenye sura hiyo, lakini kwenye kitabu hicho sura ya 13 tutakwenda mstari wa 44 mpaka 46. Hii ni baadhi ya mistari, lakini kwenye Biblia kuna mistari mingi sana. Kwa mfano Isaya 6, maana Isaya 6 mstari wa Isaya 9 mstari wa 6 mpaka wa 7 inaelezea kuhusiana na kwamba Yesu, maana kwamba tumepewa mwana, na huyo mwana atakuja maana na uweza wa kifalme utakuwa mabegani mwake. Kwa hiyo inatufundisha juu ya ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo kuna mistari mingi. Wewe tusome 1, 2, 3. Twende pamoja, usitegee kusoma. Basi ninyi salini hivi. Huyu ni Yesu. Mathayo 6 mstari wa 9 na wa 10. Basi ninyi salini hivi. Basi mimi na wewe tusali hivi. Tusali vipi? Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Sasa mimi na wewe tutakwenda kusali hivi. Mimi na wewe tunakwenda kusali hivi kwa imani ya Yesu Kristo. Tutasali Baba yetu uliye mbinguni. Sema Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe kwenye mifumo ya elimu ya vyuo vikuu na vyuo vya kati vya Tanzania. Ufalme wako uje kwenye mifumo ya elimu ya vyuo vikuu na vyuo vya kati vya Tanzania. Mapenzi yako yatimizwe
kwenye mifumo ya elimu ya vyuo vikuu vya kati na vyuo vya kati vya Tanzania, kama yanavyotimizwa huko mbinguni. Kwa maana anasema kwamba mapenzi yako yatimizwe hapa kwenye mifumo ya elimu ya vyuo vikuu na vyuo vya kati vya Tanzania, kama yanavyotimizwa huko mbinguni. Amen. Itaendelea pale hiyo sala, anasema utupe leo riziki yetu, utusamee deni zetu kama sisi nasi tunavyowasamehe wadeni wetu, na usitie majaribuni, lakini utuokoe na ule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Amen. Hasa baada hapo twende Mathayo 13. Mathayo 13 mstari wa 44 mpaka 46. Sema amen. Mathayo 13 mstari wa 44 mpaka wa 46, alafu nitaelezea pamoja, tutakwenda kuomba. Neno la Bwana linasema, tena ufalme wa mbinguni, sema ufalme wa mbinguni, umefanana na hazina iliyositirika katika shamba, ambayo mtu alipoiona aliificha, na kwa furaha yake akaenda akauza alivyo navyo vyote, akalinunua shamba lile. Narudia tena huu mfano. Huyu ni Yesu anatupa mfano wa ufalme wa mbinguni. Je, ufalme wa mbinguni unafanana na nini? Kitabu au sura yote ya Mathayo 13 inatufundisha juu ya mifano mbalimbali ambayo Yesu ametufundisha inayofananishwa na ufalme wa mbinguni. Amen. Neno la Bwana nasema hivi, tena ufalme wa mbinguni umefanana na hazina iliyositirika katika shamba, ambayo mtu alipoiona aliificha, na kwa furaha yake akaenda akauza alivyo navyo vyote, akalinunua shamba lile. Turudie tena. Tena ufalme wa mbinguni umefanana na hazina. Sema hazina. Sema hazina. Hazina manake ni mahali pa kutunza fedha. Mfano benki inaitwa hazina. Mfano serikali na sehemu au na kitengo kinachoitwa hazina. Sema hazina. Mahali napotunza fedha. Kwa ufalme wa mbinguni umefanana na mahali pa kutunza fedha iliyositirika katika shamba, na hii hazina ikawekwa kwenye shamba fulani, ambayo mtu alipoiona aliificha. Aliificha hiyo hazina, na kwa furaha, sema kwa furaha. Kwa furaha mimi na wewe tunakwenda kuuza tulivyo navyo vyote, tunalinunua shamba lile lenye hazina nalofanana na ufalme wa mbinguni. Ndio maana Mathayo 6:33 inasema hivi. Mathayo 6:33 nasema, basi utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, nayo mengine mtazidishiwa. Amen. Haya, hebu tuende pale. Kwa hiyo ni Mathayo 6. Andika hiyo itakusaidia. Mathayo 6 mstari wa 31 anasema hivi, 33, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Lakini vizuri kaanzia mstari wa 26 mpaka wa 34. Kwa sura hiyo Mathayo 6:26 mpaka 30 ndio utaelewa hayo yote mtazidishiwa, nini kitakachozidishiwa. Amen. Alafu twende kwenye mstari wa 45 na 46, mfano wa pili wa ufalme wa mbinguni. Tena ufalme wa mbinguni umefanana na mfanyabiashara. Sema mfanyabiashara. Sema mfanyabiashara. Mimi ni mfanyabiashara wa ufalme wa mbinguni. Mfanyabiashara mwenye kutafuta lulu nzuri, naye alipoiona lulu moja ya thamani kubwa, alikwenda akauza alivyo navyo vyote, akainunua. Tena ufalme wa mbinguni, narudia mstari wa 45 na 46. Tena ufalme wa mbinguni umefanana na mfanyabiashara mwenye kutafuta lulu nzuri. Sema lulu nzuri. Sema lulu nzuri. Mfanyabiashara atafuta lulu nzuri, naye alipoiona lulu moja ya thamani kubwa, lulu moja ya thamani kubwa, alikwenda akauza alivyo navyo vyote, akainunua hiyo lulu. Kwa maana ufalme wa mbinguni una thamani kuliko kitu chochote nilichokuwa nacho. Ufalme wa mbinguni una thamani kuliko kitu chochote nilichokuwa nacho. Ufalme wa mbinguni una thamani kuliko mifumo ya elimu ya vyuo vikuu na vyuo vya kati vya Tanzania. Ufalme wa mbinguni una thamani kubwa, unafananishwa kwamba ambao unanifanya mimi na wewe, kama yamkini ya kwamba tutajua thamani yake, tutakwenda kwa furaha, tutauza vitu vyote tulivyokuwa navyo, alafu na kwenda kununua huo ufalme wa mbinguni. Amen. Amen. Lakini kumbuka pia neno la Bwana linasema kwamba ufalme wa mbinguni uko ndani yetu.
Hiyo ni Luka. Inapokuwa sema manake wanafunzi wakasema basi okay, manake kwamba utuonyesha Mafarisayo walimfuata, tuonyeshe basi ufalme. Asema angalia mtu asije kawadanganya, msiseme ufalme wa mbinguni huko kule. Hasa kwa sababu ufalme wa mbinguni uko ndani yetu. Haleluya. Kwenye Mathayo sura 6 mstari wa 9 mpaka wa 10, hii ni sala ya Bwana ambaye Bwana Yesu anatufundisha. Anasemaje? Basi mimi na wewe tusali hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe kwenye mifumo ya elimu ya, tutakwenda kuomba hiyo sala kwenye mifumo ya elimu ya vyuo vikuu na vyuo vya kati vya Tanzania. Alafu na ufalme wako uje kwenye mifumo ya elimu ya vyuo vikuu na vyuo vya kati vya Tanzania. Alafu na kwa maana mapenzi yako yatimizwe kwenye mifumo ya elimu ya vyuo vikuu vyuo vikuu na vyuo vya kati vya Tanzania kama yanavyotimizwa huko mbinguni. Alafu kwenye Mathayo 13 tunaona kwamba mfano wa kwanza, ufalme wa mbinguni umefanana na hazina ambayo imefichwa kwenye shamba. Kwa hiyo naacha kila kitu, unaenda kuuza kila kitu, unaenda kununua hiyo hazina. Lakini pia tunaona mfano wa pili kwenye mstari wa 45, Mathayo 15:45 mpaka 46. Sasa ufalme wa mbinguni umefanana na mfanyabiashara aliyekuwa anatafuta lulu nzuri. Kwa nakuachia homework, nenda katafute nini maana hazina na nenda katafute nini maana ya lulu, ili uelewe vizuri. Lakini mtu utakapoiona hiyo lulu utakwenda kuuza vyote ukiwa na furaha na kwenda kununua manake hiyo lulu ambayo ndani yake ina ufalme wa mbinguni. Lakini pia tunaona kwenye Mathayo 6:30 tunaambiwa kipaumbele cha kwanza cha kwangu na cha kwako ni hiki. Anasema hivi: basi utafuteni kwanza, basi ni utafute kwanza ufalme wa mbinguni na haki yake, ndivyo hayo mengine nitazidishiwa. Nini nitakachozidishiwa? Elimu ya chuo kikuu, manake kipawa cha kufundisha, manake chakula, mavazi, makazi, manake afya, vyote hivyo tutazidishiwa baada kutafuta na kupata ufalme wa mbinguni na haki yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaweza kuona, ndio maana tuna somo ambalo Mungu ametupa kwamba jifunze ufalme wa mbinguni kibiblia. Ni somo ambalo utajifunza masomo mbalimbali na tutapita kwenye Biblia kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu cha Ufunuo, kwa sababu Biblia takatifu inafundisha mambo makubwa matatu ya msingi. Biblia takatifu kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu cha Ufunuo inatufundisha: moja, juu ya ufalme wa mbinguni; mbili, Biblia takatifu kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo wa Yohana inatufundisha juu ya au kuhusu mfalme wa ufalme wa mbinguni ambaye jina lake anaitwa Yesu. Tatu, kitabu cha Biblia kitakatifu kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo inatufundisha nini? Inatufundisha kitu gani? Inatufundisha juu ya familia ya kifalme, the royal family. Kwa Kiingereza, the Holy Bible from the book of Genesis to the Revelations actually teaches about three messages, important messages. The first one, it teaches about the kingdom of heaven. Secondly, it teaches about the king of the kingdom of heaven. Thirdly, it teaches about the royal family of the kingdom of heaven. Glory to God. Hallelujah, hallelujah. Haya, sasa twende tukaombe. Simama juu, twende tukaombe. Mungu Baba uliye mbinguni, jina lako Baba litukuzwe, ufalme wako uje. Kumbuka kuomba ufalme wa mbinguni uje kwenye chuo kikuu unachosoma, chuo cha kati unachosoma. Kumbuka mweleze Mungu specifically kwamba kwenye chuo hiki ninachosoma, kwenye darasa ninayosoma, kwenye kozi ninayosoma, kwenye idara ninayosoma, ufalme wa mbinguni uje na utawale. Karibu Yesu, ukae kwangu siku zote maishani mwangu. O karibu Yesu, ukae kwangu siku zote maishani mwangu. Mungu Baba uliye mbinguni, jina lako Baba litukuzwe, ufalme wako uje. Yes, mapenzi yako Baba yatimizwe. Imba tena. Mungu Baba uliye mbinguni,
Jina lako Baba litukuzwe, ufalume wako uje, mapenzi yako Baba yatimizwe. Mungu Baba uliye mbinguni, jina lako Baba litukuzwe, ufalume wako uje, 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 mapenzi yako Baba yatimizwe, 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 mapenzi yako Baba yatimizwe. Oh Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareth, tunakuja mbele zako, tunasema asante kwa kusikia maombi yetu ya toba na agenda ya kwanza. Asante kwa kusikia maombi yetu katika agenda ya pili ya kukushukuru, na shukrani zetu zimepokelewa. Baba, tunakuja mbele zako wakati huu tena Bwana, tukija na agenda ya tatu iliyoko umeweka kwenye mioyo yetu, kuomba juu ya ujio wa ufalme wa mbinguni. Kwa maana hata tulipokuwa naomba kwenye agenda ya kwanza, ulitukumbusha neno lako la Mathayo 6 Bwana, la Mathayo 4:17, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Ndio maana tumeanza na toba, kwa maana natarajia ufalme wako uje katika vyuo vikuu, katika mifumo ya vyuo vikuu, katika mifumo ya vyuo vya kati, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Tunakuja mbele zako Mungu, tunakuja mbele zako tukiomba ile sala ya Bwana uliokuwa umetufundisha, omba ile sala Bwana Bwana katika Mathayo 6 mstari wa 9 mpaka wa 14 Bwana, lakini tutakwenda kusimama na mstari wa Mathayo 6:9 mpaka wa 10 katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe katika mifumo ya elimu ya vyuo vikuu vya Tanzania. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe katika mifumo ya elimu ya taasisi ya teknolojia Dar es Salaam au DIT. Baba yetu mbinguni, jina lako litukuzwe katika mifumo ya elimu Bwana ya chuo kikuu cha Dar es Salaam. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe katika mifumo ya elimu ya chuo kikuu cha biashara au CBE katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Baba yetu uliye mbinguni, tunakuja mbele zako, tunaomba Bwana ufalme wako uje, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje katika Bwana chuo cha kati cha Arusha Technical College ATC, chuo cha teknolojia, chuo cha chuo cha ufundi Arusha, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Mungu, katika jina la Yesu Kristo Nazareti, tunakuja mbele zako tukisimama katika zamu hii tukiomba ufalme wako wa mbinguni ambao umetuambia kwamba tuombe na tuukaribishe ufalme wa mbinguni katika maeneo tunayokaa. Ufalme wa mbinguni uingie kwenye hostel za wanafunzi za vyuo vikuu. Ufalme wa mbinguni uingie kwenye hostel za vyuo vya kati. Ufalme wa mbinguni ziingie kwenye madarasa yote yanayotumika katika muhula wa pili. Ufalme wa mbinguni ziingie Bwana kwenye mioyo, kwenye wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu na kwenye mifumo yao katika jina la Yesu Kristo. Ufalme wa mbinguni upate kwenda kutikisa na kubomoa mifumo yote ambayo sio ya kimungu na kujenga na kusimamisha mifumo ya elimu ya kimungu. Sawa sana Daniel 1 sura ya kwanza mstari mpaka mstari wa 21 katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Tunakaribisha serikali ya mbinguni katika mifumo ya elimu vyuo vikuu vya Tanzania, katika mifumo ya elimu ya taasisi za elimu Tanzania, ikiwepo taasisi ya elimu ya teknolojia Dar es Salaam DIT. Mungu, ufalme wako ukaribie katika mifumo ya kiuongozi, ukaribie katika mifumo ya kufundishia inayotumika kufundishia theory. Mungu, ufalme wako ukaribie na kuingia kwenye mifumo inayotumika kufundishia simulation Mungu, nakuja mbele zako tukiomba Bwana ufalme wako wa mbinguni uingilie kwenye mifumo inayotumika katika taasisi ya DIT katika taasisi ya teknolojia Dar es Salaam na katika DIT Bwana kufundishia elimu ya lugha za kompyuta. Tunakuja mbele zako tukiomba ufalme wako ukaribie
riba rakashika katika mifumo ya elimu inayotumika kufundishia elimu ya hisabati, elimu ya ujasiriamali, riba rakashika roho. Tunakuja mbele zako tukiomba riba rakashika roho, ufalme mbinguni, riba rakashika roho kobokoshika, riba rakashika roho ukaribia katika kila mwana DIT, ukaribia katika kila mwana DIT, riba rakashika roho kobokoshika, riba rakashika roho, riba rakashika roho. Baba, katika jina la Yesu Kristo, utufunulie sisi Bwana wahaziri wa elimu ya vyuo vikuu, wahaziri wa elimu ya vyuo vikuu, riba ra kuanzia ngazi ya full professors, riba rakashika mpaka artisan, riba rakashika roho bokoshika. Tufunulie akili zetu zipate kwenda kuelewa na maandiko. Tufunulie Bwana tupate kuelewa thamani ya ufalme wa mbinguni, riba rakufananisha na hazina, riba rakazilofichwa katika shamba. Na napata Bwana utufundishe namna ya kuuza vyote na kuviacha vyote na kutafuta na kununua Bwana ufalme wa mbinguni, riba rakashika roho bokoshika, riba rakashika roho bokoshika, riba rakashika. Lakini alitekeleza neno lako la Mathayo 6:33 ya kwamba basi na utafuta kwanza ufalme wako na haki yako, ndipo utakaposudishia. Mungu, mfundishe mtoto wako anayeomba pamoja na mimi mahali popote alipo katika nchi hii, wanafunzi wako na wahadhiri wako Bwana, kwa kutafuta kwanza ufalme wa mbinguni, riba na haki ya ufalme wa mbinguni, riba rakashika roho. Ndipo hayo yote tunayoyaomba, tunapoleta, tunakuja, tunaomba chakula, tunaomba malazi, tunaomba afya, tunaomba mavazi, riba rakashika roho. Ndipo hayo yote tutakapokuwa natuongezea, ndipo tutakapotuongezea na maksi za darasani, ndipo tutakapotuongezea na elimu na maarifa na hekima na ufahamu katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Tunapotafuta kwanza ufalme wako na haki yako, Mungu, andika umuhimu huu na priority hiki, kipaumbele hiki cha kwanza kiandike kwenye mioyo yetu Bwana. Tunapoamka asubuhi, tutafute kwanza ufalme wako na haki yako. Tunapoingia darasani, tusimtafute mwalimu, riba rabali, tutafute kwanza ufalme wako na haki yako na kukaribisha, ili upate kwenda kufanya kazi yake na kutufundisha. Riba rokoshiko, ufalme wa mbinguni uje kwenye riba, kwenye mifumo ya elimu ya vyuo vikuu vya Tanzania na vyuo vya kati vya Tanzania, upate kufundisha na upate kufundishe Bwana. Riba rokoshiko, riba rakashiko. Tunaukaribisha ufalme wa mbinguni, tunakaribisha ufalme wa mbinguni, ufalme wa mbinguni. Karibu kwenye semester ya pili, karibu katika muhula wa pili wa vyuo vikuu vyote vya Tanzania na vyuo vya kati, riba roko katika kila mkoa, katika mikoa 31, riba rokoshika bakashika katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Rimbaraka sikoroko bokoshikara. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Ukisikia kwamba kiu ya maombi imekatika, endelea kumwabudu Mungu na wimbo wa Mungu Baba, Mungu Baba, Mungu Baba. Huo wimbo uwe wimbo wako wa wiki nzima. Huo wimbo huo ni wimbo ambao ukitembea, ukiwa kwenye gari, kwenye daladala, omba, sema Mungu na kukaribisha mfalme wa mbinguni, na kukaribisha, karibu mfalme wa mbinguni, karibu mfalme wa mbinguni kwenye chuo ninachosoma, karibu mfalme wa mbinguni kwenye idara, ribaraka sikor, karibu mfalme wa mbinguni kwenye idara ya uhandisi wa elektroniki na mawasiliano angani, ribaraka taasisi ya teknolojia Dar es Salaam, riborukoshikara, karibu mfalme wa mbinguni kwenye ofisi ya kila mhadhiri Bwana wa elimu ya vyuo vikuu na elimu ya vyuo vya kati vya Tanzania, karibu mfalme wa mbinguni kwenye viongozi wa elimu wa vyuo vikuu wa ya elimu, ribaraka sikorokoboko, karibu ufalme wa mbinguni kwenye wizara ya elimu, sayansi, ribaraka na teknolojia na mafunzo ya ufundi, karibu ufalme wa mbinguni kwenye NACTIVATE, karibu ufalme wa mbinguni kwenye TCU, ribaraka, karibu ufalme wa mbinguni kwenye HESLB, ribaroko sikorokoboko shikara, karibu ufalme wa mbinguni, ribaraka shikara, ndani ya kila moyo, ndani ya moyo wa kila mwanafunzi na kila mhadhiri, ribaroko shikara kabaka shikara, karibu ufalme wa mbinguni kwenye madarasa, kwenye lecture room, ribaraka shikara, karibu ufalme wa mbinguni kwenye njia, kwenye vimbweta, riba karibu ufalme wa mbinguni kwenye workshop, riba kwenye laboratory, karibu ufalme wa mbinguni riba kwenye anga la kila chuo cha nchi hii mfalme amani, karibu ufalme wa mbinguni kwenye maji, riba kashikara, riba ya vyuo vikuu na vyuo vya kati vya Tanzania, riba rokoshikoro, riba karibu ufalme wa mbinguni kwenye ardhi ambayo imetumika kujenga, riba rakasho vyuo vikuu, riba rakashikoro, vyuo vikuu na vyuo vya kati, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Asante Yesu. Ribaraka shikaraka bakashikoro. Hongera, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Hii sio mwisho, nimekujengea tu msingi, tumejenga msingi, endelea kuomba. Endelea kuomba. Njoo. Haya, basi sasa kabla ya kumaliza agenda ya 3, Roho Mtakatifu ananishuhudia hapa kwamba kuna watu wanataka kurudi kwa Yesu au kuokoka, kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Na kumbuka kabisa kutokana na kitabu cha Luka sura ya 15 mstari wa 1 mpaka wa 7, unaona kabisa Yesu akiacha manake kondoo 99 ambao hawana haja ya kutubu, hawajamtenda Mungu dhambi, manake waliokoka na manake kwamba na kumkiri Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Alafu akaenda kumtafuta kondoo mmoja aliyepotea, na alipompata akamweka begani akafurahi.
Kwa hiyo mbinguni kuna furaha. Akasema pia, maana kuna furaha mbinguni mwenye dhambi mmoja anapokuwa na tubu. Kwa hiyo yamkini kwamba unafahamu kabisa kwamba manake na Roho Mtakatifu anakusudia kwamba umekuwa ukiishi katika maisha ya dhambi, au umeanguka kwenye dhambi kwa kusababisha, au labda umeshawahi kufanya sala ya toba lakini ukarudi nyuma. Fanya sala hii mara ya pili, mara ya tatu, itainua hali yako ya imani na kumkaribisha Yesu kwenye moyo wako, na yeye atakupigania na kukuongoza na kukulinda, ili usije kuwa mtumwa wa dhambi na kupata mshahara wa mauti, bali uwe mtumwa wa Yesu Kristo na kupata mshahara wa uzima wa milele. Amen. Amen. Kwa hiyo funika macho yako. Kama unataka kuokoka, nyosha mkono wako juu, sogea mbele hapa, sogea mbele hapa, sogea mbele hapa, sogea mbele, au hapa hapo ulipo. Kama unanitazama kwa njia ya mtandao wa internet, fumba macho yako, alafu sali toba hii kwa sauti. Unaweza ukapiga magoti, unaweza ukanyanyua mikono yako, lakini sali kwa imani. Amen. Imani ya kuokoka, kwamba ukiulizwa kuokoka nini, au unapoulizwa kuokoka ni nini, jibu la kuokoka ni nini ni Warumi 10 mstari wa 9 mpaka wa 10. Nini maana kuokoka? Ngoja nikusomee kwanza, kwa sababu kuna mwingine anajiuliza kwamba huyu mwalimu sasa Ole Njolai, mimi najua tu kwamba atafanya kongamano ila hataongea mambo ya kuokoka. No, nikiongea mambo ya dhambi bila kukufundisha kwamba kuna uokovu, itakuwa kwamba nimefundisha somo nusu, nimefundisha module nusu, au nimefundisha theory sija kufundisha practical, au nimefundisha problem sija kufundisha solution. Na nimefundisha tatizo ila sijakupa ufumbuzi. Warumi 10 mstari wa 9 mpaka wa 10, ili ujue nini maana ya kuokoka. Sababu kuna watu wanaanza kuuliza. Warumi sura ya 10 mstari wa 9 na wa 10 nasema, tunaanza mstari wa 9. Nasema kwa sababu, haya tusome kwa pamoja, tusome kwa pamoja. Sema kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako, haya njoo okoke, njoo tena sali sala ya Bwana, sala ya toba. Hongera sana. Haya, tunasoma manaki Warumi 10 mstari wa 9 na wa 10, alafu tutakwenda kusoma sala ya toba. Haya, sema kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Sema nitaokoka. Sema nitaokoka. Mstari wa 10 nasema kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Amen. Haya, sasa fuata maneno haya. Sema, funika macho yako, alafu omba kwa sauti kubwa ukiwa unamshangilia Bwana wako au Bwana Yesu. Amen. Sema, Mungu Baba, nimekuja mbele zako, ninaomba unisamehe dhambi zangu zote nilizokukosea. Ninatubu kwako. Ninaomba damu ya Yesu iliyomwagika msalabani initakase sasa katika roho yangu, katika nafsi yangu na maisha yangu yote. Ongeza sauti. Bwana Yesu. Endelea, kama uko kwenye mtandao wa internet, endelea kufuatilia toba kwa imani. Yesu anakuokoa hapa hapo ulipo, hakuna umbali katika ulimwengu wa roho. Sema, Bwana Yesu, nimefungua moyo wangu, ninakukaribisha sasa. Ingia ndani yangu kwa uwezo wa roho wako. Uwe mwokozi wangu, uwe kiongozi wangu, uwe Bwana kwangu kuanzia sasa na siku zote. Nikutumikie wewe, nikuishie wewe siku zote za maisha yangu. Dhambi isinishinde. Majaribu yasinishinde. Shetani asinishinde. Katika jina la Yesu Kristo. Haya, funika macho yako na pomshukuru Mungu kwa ajili ya muujiza huu. Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareth, nakuja mbele zako nikisema asante kwa rehema zako na asante kwa muujiza wako huu wa kumtafuta Bwana mtoto wako Ruthi
kwa ajili ya makusudi yako. Ruthi Thimitoi Madeni Sonyo, kwa ajili ya kusudi lako na kumrudisha katika zizi lako, ya mfalme amani. Mungu nasema asante pia kwa ajili ya kuwaokoa makumi na mamia na maelfu kwa njia mtandao wa interneti waliofanya sala hii. Mimi ni mshenga tu, wewe unayeokoa. Umewaokoa tayari na kuwatangazia msamaha wa dhambi, msamaha wa maovu yao na makosa yao na uasi wao, wala hutokumbuka tena. Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareth, na wakabidhi mikononi mwako, upate kwenda kuwakuza kiroho na kiimani, ili wapate kwenda kuishia wewe na kutumikia wewe, na walinde tena Bwana, wasirudi nyuma wala wasimpe shetani nafasi tena, katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Mungu, na wakabidhi mikononi mwako, upate kwenda kuwalea na kuwafundisha neno lako la uzima na neno lako lenye pumzi yako ya kiungu, katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Amen. Chapie Yesu makofi. Asante sana. Tukutane kwenye agenda ya 4 ambayo ni nzuri sana. Mungu akubariki na tukutane hapo. Mungu ibariki Afrika, wabariki viongozi wake, hekima, umoja na amani. Hizi ni ngao zetu Afrika na watu wake. Ibariki Afrika, ibariki Afrika, tubariki watoto wa Afrika. Mungu ibariki Tanzania, dumisha uhuru na umoja.